Na matumaini ya kwamba timu yetu walau imepata mabadiliko kidogo. Tumepata alama 3 katika michezo yetu yote ya mwisho ambayo tumecheza, kitu ambacho huko nyuma ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Ilikuwa tukiingia uwanjani tunapoteza, lakini walau baada ya kufanya mabadiliko 2-3 kwenye timu yetu, walau timu imepata uhai na imebadilika, na ndio maana haishangazi kuona katika mechi za mwisho tumeweza kuvuna alama kwenye kila mchezo. Kwetu sisi inatia faraja kwa sababu timu ya mpira wa miguu haiishi kutengenezwa na kujengwa. Kwa hiyo msimu huu umekuwa ni msimu mbaya kwetu kwenye upande wa kimatokeo kwenye ligi mabingwa Afrika, lakini inatia matumaini ya kwamba kwenye ujenzi wa timu yetu inaonesha ishara njema ya kufanya vizuri hasa kwa msimu unaokuja. Mechi ya leo ilikuwa ni muhimu sisi tupate ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata ushindi. Pamoja na kwamba ushindi tuliopata unawezekana kwa macho ya kawaida ukaonekana hauna thamani yoyote, lakini sisi kwetu wana Simba ushindi huu ulikuwa na tija kubwa sana. Kwanza walau tushinde mchezo moja. Ni aibu na fedheha ya timu kubwa aina ya Simba Sports Club inamaliza michezo 6 bila kushinda hata mchezo moja. Ilikuwa ni aibu ya karne kweli kweli. Lakini tulihitaji kushinda mchezo leo ili kurejesha imani ya mashabiki na uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Msimu huu tumecheza michezo 5 katika uwanja wa Benjamin Mkapa na hatujapata ushindi hata mchezo moja. It was very poor record ambayo ingewaendelea kuwaumiza mashabiki wetu, lakini kama haitoshi ingewafanya mashabiki wetu wasiuamini tena uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kushinda hii leo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuwarejeshea matumaini na imani mashabiki wetu ya kwamba tukiwa na timu nzuri tunaweza kushinda katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Na hii lazima ieleweke kwamba hatukupata matokeo mazuri katika mechi za mwanzo, sio kwa sababu ni Benjamin Mkapa, ni kwa sababu hatukuwa na timu ya kupambana ipasavyo. Lakini baada ya kufanya mabadiliko, dirisha dogo la usajili, na wakaja watu kuja kuchagiza ubora, tumeona timu imeweza kupata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa ushindi wa leo umetumika rasmi kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama, lakini vile vile kwa ajili ya kurejesha imani ya mashabiki wa Simba ya kwamba Benjamin Mkapa, kwa Mkapa hatoki mtu. Semaji, itakuwa ni dhambi ya mpira usikumzungumzia Anseti kutokana na kile ambacho amekionyesha mchezo wa pili kimataifa. Familia vipi? Uko fresh bwana? Sijakuona siku nyingi mwanangu. Nipo wakati zako na pale. Basi unyama mwingi. Anicet Oura, unajua kuna wakati unachanganyikiwa kusema ni upi usajili bora wa Simba dirisha dogo. Unaweza ukachanganyikiwa kabisa, ukajikuta unatembea barabarani unaongea mwenyewe ama unavua nguo kwa sababu haujui nani ni usajili bora katika dirisha dogo. Unaweza kusema, yani wakati unataka kusema Anicet Oura ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kuna Libase Geye naye anafanya unyama vile vile. Wakati unataka kumaliza kuhusiana na Libase Geye, unakumbuka kumbe hii timu ni timu ya Ino Jospin Lowemba, naye ni usajili bora. Wakati unataka kufunga hesabu ya kwamba Jospin Olemba ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kumbe Simba ina Jibril Kasali Tanja, mlinda mlango Mamadu, naye ni usajili bora kweli kweli. Wakati unataka kusema okay, basi Fabilahi Tanja dada anatoka jasho. Afina kapenda aka. Kapole katulivu kenyewe. Msikaharibu. Msikaharibu. Kacheni kafanye kazi kwa utulivu. Sawa mama ukiwa una jambo lolote unishirikishe tunalitatua. Sawa mimi ni mlezi wa waandishi wa habari Tanzania wa kike. Kwa hiyo bwana, wakati unataka kusema nani ule Tanja ndio usajili bora, unakuja kukumbuka bwana kumbe Simba ina Nixon Kibabage, unachanganyikiwa tena hapo. Wakati unataka kumaliza basi Babage ndio usajili bora na kila kitu, unakumbuka kumbe timu ya chama jamani. Kwa hiyo unajikuta unachanganyikiwa. Lakini ukisema uzungumzie usajili bora kwa upande wa takwimu, naye unaweza ukachanganyikiwa vile vile. Anicet Oura mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika amefunga magoli 2. Ni rekodi ya ajabu kweli kweli, na nataka niwape kazi ndugu zangu waandishi wa habari mkafanye huo utafiti.
katika wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo kote barani Afrika ni yupi amefunga magoli mawili kwenye mechi 4 alizocheza. Kama mtampata it's fine, lakini mkimkosa basi huyo mtu anabaki kuwa ni Anicet Oura peke yake. Kwa hiyo wakati unaangalia takwimu za Anicet Oura unasema huyu ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakuja kumkumbuka Jibril Kasali Tanja Mamadou, mlinda mlango. Amecheza mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika na kila mechi aliyocheza ametokea kwenye orodha ya kafu ya walinda mlango bora. Mechi ya kwanza na Esperance, mechi ya pili na Esperance, mechi na Petro, mechi ya hii ya leo vile vile amefanya save ambayo inamuingiza kwenye magoli kipa bora barani Afrika. Kwa hiyo unachanganyikiwa, ukitaka umalize hapo kwa Tanja kwa sababu amekuwa goli kipa bora kila wiki anatokea, unakuja kukumbuka kumbe Libase Geye amekuwa mchezaji bora kwenye kila mechi ya ligi kuu ya NBC. Basi unachanganyikiwa tu, unakosa majibu. Lakini in conclusion tunasema tu ya kwamba Simba tumefanya usajili bora sana katika kipindi cha dirisha dogo, na usajili wenyewe umezaa matunda kweli kweli. Tumalize, akataka sasa kujifanya ndo anaijua sana Simba, anaizungumzia sana Simba, anaipenda sana Simba na kuzua taharuki na mtafaruku ndani ya klabu yetu. Sisi wana Simba wenyewe tunakubali mwaka huu tumeteleza, tunakubali mwaka huu msimu haukuwa wetu, tunakubali msimu huu hatukuanza sawasawa mashindano haya na hatukujipanga vilivyo, na ndio maana tumeishia hatua ya makundi, na hiyo ndio nature ya mpira wa miguu. Usipokaa sawasawa wenzako wananufaika. Nani alitegemea kama Stade Malien angekuwa kinara wa kundi letu? Kila mtu alikuwa anaipa nafasi Esperance pamoja na mnyama Simba, lakini imekuwa tofauti, mambo yamekuwa magumu, tumeshindwa kwenda hatua ya robo finali. Hiyo ni kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Sisi ndio klabu pekee Afrika Mashariki na Kati yenye rekodi kama hiyo. Ukitoka hapo na kwenda Kosafu na mkuta Mamelodi, unakwenda Afrika Magharibi, unakwenda Afrika ya Waarabu ile sio inaitwaje, unamkuta Al Ahly. The rest hakuna mwenye record kama hiyo. Kwa hiyo tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu tumeshindwa kwenda robo finali. Isitokee mtu akajifanya yeye unajua Simba, unajua alafu Simba yeye unajua Simba. Simba unajua uongozi Simba wanagawanyika Simba unajua Simba mchezaji Simba. Hatutaki ushauri kwenye kuanguka kwetu. Tumeteleza, tunajua tumeteleza wapi, na tayari tumeshafanya mabadiliko, na sisi tuko tayari kwa Champions League ya msimu unaokuja. Kwa hilo ningependa kutoa angalizo kwa wana Simba, tuwe wapole, tukubali huku kuteleza kwetu, na sasa nguvu, hasira na kila kitu chetu tukielekeze kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Wameposti matokeo ambayo waliwafunga 5-1 na wakawaambia mjitunze, wanawatamani sana. Unasemaje kwenye hilo? Tumeshuhudia kiwango bora sana cha Anicet Oura tangu amewasili Simba. Amekuwa akifanya vizuri kwenye ligi ya ndani pamoja na kwenye michuano ya kimataifa, na mpaka sasa amekuwa mchezaji tegemeo ndani ya Simba Sports Club. Mimi naogopa kadri Anicet Oura anavyocheza vizuri, kadri Anicet Oura anavyoonyesha kiwango bora, kadri Anicet Oura anavyozidi kutamalaki na kuitawala Afrika, naogopa sana. Sasa hivi wataibuka watu watasema Anicet Oura ana mapenzi na timu yao. I'm very scared. Yes, naogopa kweli. Yani kila Anicet Oura akifanya balaa pale uwanjani, kila Anicet Oura akimtambuka mtu, kila Anicet Oura akidribble mali, na Oura kama vile anaanta kwenye mguu wake, mpira haupotei.
kila akifanya maajabu, kila akifunga, mimi moyo wangu unadunda kata kata kata. Nasema sasa hivi wataibuka watu watasema ya kwamba Anicet Oura ana mapenzi na timu yao, Anicet Oura hana furaha na simu. Naogopa mwenzewe, naogopa yani naogopa kweli kweli, naogopa sana. Sasa hivi wataanza kumshobokea na kumtamani, lakini hiyo ndiyo nature ya Waswahili, wanasema kizuri chajiuza, kibaya kwa hiyo ubora wa Anicet Oura na wenyewe unaniogopesha. Tunaweza tukaingia kwenye ile pressure ya mpanzu. Semaji, umesema nguvu inarudi kwenye ligi kuu, na kwenye ligi kuu kuna mchezo dhidi ya watani Yanga. Mashabiki walikuwa wako na moyo wa unyong'onyevu baada ya kupoteza mara 6 mfululizo. Unawaambia nini kuelekea kwenye mchezo huu? Utafika muda wake tutauzungumzia, lakini kwa sasa tarehe 17 kama sikosei, tuna mechi ya nini ile ya CRDB Cup. Yes, baada hapo tutakuwa tuna mechi nyingine hapo za ligi kuu. Ngoja tumalize kwanza hizi, alafu baada hapo tutazungumzia mechi nyingine. Sasa baada ya kutazama ubora wa kikosi leo hii na wachezaji namna ambavyo wametoa matumaini makubwa sana, tegemee nini sasa nguvu ambayo mnaenda kuelekeza mnaporudi ligi kuu? Kwanza tunafahamu ugumu wa ligi kuu ya NBC. Tunaposema tunaelekeza nguvu kwenye ligi kuu ya NBC haimaanishi kwamba tunakwenda kutawala, tunakwenda kushindana. Ligi imekuwa ni ngumu sana, timu zimeimarika kweli kweli, na viwanja vingi vya mikoani vimekuwa na changamoto sana. Jua mikoani mvua zinanyesha na mimi ningewashauri ndugu zangu waandishi, kama kuna mtu na mashamba yake, huu ndio muda wa kwenda kupalilia, asubiri kuvuna baadaye, kwa sababu mikoani mvua. Wewe kwenu wapi? Tanga. Tanga naenda karibu Mbaazi, mvua imekubali kweli kweli safari hii. Kwa hiyo viwanja vya mikoani ni vigumu, kwa hiyo hata uchezaji wake mtu kama Anicet Oura hawezi kuteleza kwenye tope. Kwa hiyo tunaposema tunarejea katika ligi kuu haimaanishi kuna wepesi fulani tumeona huko, hapana. Tunakwenda kupambana na of course wachezaji wetu tumewambia tumebakiwa na sehemu chache za kutupa heshima msimu huu. Sehemu yetu ya kwanza tumepoteza kwa maana ligi mabingwa Afrika, tumebakiwa na ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho, ni mkatutoe kimasomaso kwenye ligi hiyo. Semaji, tumekuwa tukishuhudia Kratos akivaa jezi namba 17. Leo kavaa jezi tofauti, imekuwaje na tutegemea kuendelea kuvaa? Chama kwenye ligi kuu ya NBC anavaa 17, ndio ambayo amesajiliwa nayo. Alafu kwenye michuano ya kimataifa alikuwa anavaa ngapi? 17 mwanzo. Sasa hivi leo kavaa jezi namba 24. Kwa hiyo ni kwenye michuano ya kimataifa, lakini kwenye ligi kuu ya NBC anavaa 17. Tumeshuhudia kiwango cha pengine mashabiki wa Simba wanatamani kujua hivi hatima ya Starboy Bajaber. Bahati mbaya sana sijapata current updates yake, anaendeleaje. Namuona mazoezini, lakini sijazungumza na daktari kitu gani kinaendelea kwa upande wake. Nipeni muda nizungumze na madaktari wetu, alafu nitawajulisha. Yakubu anaendelea vizuri na nadhani anytime soon atarejea katika uwanja wa mazoezi. Jirani yangu